kutoa hoja Waziri wa Nishati. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi ya mimi kuchangia hoja. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema na baraka zake na kutujalia tuwepo hapa siku ya leo. Lakini la pili, kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa sana, naomba nimshukuru na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika taifa letu, lakini kwa mahususi kwa kazi kubwa inayofanyika katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Spika, mojawapo ya misingi ya ukuaji wa kiuchumi na maendeleo katika taifa lolote ni uwekezaji katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Spika, uwekezaji usipofanyika vizuri katika sekta ya nishati unaweza kuchangia kupungua kwa pato la taifa kwa hadi 2%. Na ndio maana tunaona leo Mheshimiwa Rais ameweka nguvu kubwa sana katika kuwekeza katika sekta ya nishati kwa ajili ya kutegemeza sekta zingine katika ukuaji wa kiuchumi wa taifa letu, lakini vile vile katika kutegemeza sekta zinazotoa huduma za kijamii katika taifa letu. Kwa hiyo kwa kweli tunaendelea sana kumpongeza Mheshimiwa Rais, na hata pongezi hizi zote ambazo zinatolewa kwa kweli ni pongezi zinazostahili sana kwa jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, naomba nitumie pia nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais pamoja na Waziri Mkuu kwa miongozo mingi wanaotupatia katika utekelezaji wa shughuli zetu, lakini kipekee naomba pia nikupongeze wewe Mheshimiwa Spika kwa namna ambavyo unatuongoza vizuri sana hapa bungeni. Kwa kuwa na mimi ni kiongozi mwanamke, naomba niseme yafuatayo. Wengi tunamfahamu Mheshimiwa Spika kwa sifa zake kama spika wa bunge, lakini spika wa mabunge duniani. Lakini wengi hawafahamu kwamba spika huyu pamoja na shughuli nzuri za kuwalea wanawake TWPG, lakini ndio mlezi wa wabunge vijana wanawake kwa miaka 5. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, pamoja na shughuli zako za bunge, tunaendelea kukupongeza kwa mchango mkubwa unaoweka katika kumuinua mwanamke kiongozi. Asante sana Mheshimiwa Spika na Mungu akubariki. Naomba pia niwashukuru Mheshimiwa Naibu Spika pamoja na wenyeviti wote ambao kwa kweli wanafanya shughuli zao vizuri hapa bungeni. Kipekee naomba nipongeze kamati yetu ya kudumu ya nishati na madini inayoongozwa na kaka yangu Matayo David pamoja na wajumbe wote wa kamati. Kwa kweli kwa kipindi chote hiki ambacho mimi nimekuwa naibu waziri, tumefanya kazi vizuri sana na kwa ushirikiano. Taarifa Mheshimiwa Spika. Taarifa. Mheshimiwa Judith Kapinga, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingu. Mheshimiwa Spika, ninaomba nimpe taarifa dada yangu Judy, waziri mchapakazi kabisa, kwamba uzalendo na utendaji wako mzuri wa kazi ambao ninajua umeurithi kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan umeimarisha diplomasia ya mabunge, na juzi bunge lako limeweza kutoa mtu ambaye amechaguliwa kuwa katibu wa maziwa makuu katika ukanda wa nchi 12. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ninampa taarifa mdogo wangu Judy kwamba diplomasia aliyoimarisha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kimataifa umeirithi kuimarisha kwenye mabunge ya Afrika na dunia, jambo lililopelekea Tanzania juzi kupata nafasi ya kushinda kiti cha katibu wa maziwa makuu katika ukanda wa Afrika. Asante sana. Mheshimiwa Judith Kapinga, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Spika, naipokea taarifa nzuri ya kakaangu Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Spika, naomba niendelee. Tunaishukuru sana kamati, kwa kweli tumefanya kazi vizuri na tunaendelea kuishukuru kwa miongozo yao ambayo imekuwa ikitupatia wakati wote. Mheshimiwa Spika, jana wakati tumeanza kuchangia bajeti hii, kwa kweli waheshimiwa wabunge kuanzia jana mpaka leo tumewasikia vizuri sana. Na mimi ningependa kipekee niwashukuru sana waheshimiwa wabunge. Kwa kweli michango yao imegusa mioyo yetu. Pongezi walizozitoa kwa Mheshimiwa Rais kwa kweli ni michango yenye uungwana mkubwa sana kwa kazi nzuri iliyofanyika katika serikali ya awamu ya 6, na sisi waheshimiwa wabunge kwa kweli hatuna la kuwalipa zaidi ya kuwatakia mema kuelekea 2025 mwaka huu muhimu. Mimi naamini wote tutarudi hapa Novemba na tutahapa tena hapa, na tunawatakia kila laheri.
Mheshimiwa Spika, naomba niwashukuru watendaji wetu wizarani, katibu mkuu pamoja na manaibu makatibu wakuu, wenye viti wa bodi, wakuu wa taasisi na wafanyakazi wengine wote ambao tunafanya kazi kwa pamoja katika wizara hii ya nishati. Lakini ninapomalizia sehemu yangu ya kwanza ya utangulizi, Mheshimiwa Spika, wakati ninaanza kazi yangu ya unaibu waziri ambayo nimepewa dhamana na Mheshimiwa Rais, na ninamshukuru sana kwa kuniamini kwa nafasi hiyo. Kazi hii nimeifanya vizuri sana kwa sababu ya kiongozi mahiri, mwalimu mwema ambaye anatuongoza wote katika Wizara ya Nishati, Daktari Doto Mashaka Biteko. Mheshimiwa Spika, naomba uniruhusu nimshukuru sana bosi wangu Mheshimiwa Waziri kwa miongozi ambayo amenipa kwa kipindi chote hiki ambacho nimekuwa naibu waziri. Nimekuwa bora sana kwa sababu nipo chini ya kiongozi kama yeye ambaye kwa kweli anapenda hata sisi wa chini wake tuendelee kuboreka. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwa namna ambavyo unaendelea kutuongoza vizuri wizarani. Mheshimiwa Spika, baada ya kumaliza hayo ya utangulizi na shukrani, naomba sasa nijikite kwenye kueleza baadhi ya hoja ambazo zimeongelewa hapa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, mojawapo ya masuala ambayo waheshimiwa wabunge wameongea kwa nguvu sana ni kuhusiana na ile mikoa ambayo bado haijaunganishwa katika gridi ya taifa. Tumesikia waheshimiwa wabunge kutoka katika mikoa ya Mtwara na Lindi, lakini katika mkoa wa Rukwa, lakini vile vile katika mkoa wa Katavi pamoja na mkoa wa Kagera. Mheshimiwa Spika, nikianza na mkoa mmoja mmoja, katika mkoa wa Rukwa, serikali tayari imeshaanza kufanyia kazi. Tunao mradi mkubwa ambao unapeleka umeme katika mkoa wa Rukwa kwa kujenga njia ya kusafirisha umeme kutoka Iringa hadi Tunduma hadi Rukwa, lakini vile vile kujenga kipande ambacho kitatuunganisha na Zambia vile vile. Lakini mradi huu sio kwamba tu unapeleka umeme katika mkoa wa Rukwa, ni mradi ambao unaenda kunufaisha na mikoa mingine ambapo ipo nyanda za juu kusini, kwa sababu inaenda kujenga vituo vya kupoza umeme katika maeneo haya ambayo mradi unapita. Vipo vituo ambavyo vinaenda kujengwa ikiwemo Kisada, pale Mafinga, Iganjo Mbeya, Mkangamo Tunduma pamoja na Malangali. Kwa ni mradi ambao pamoja na kwamba unapeleka gridi katika mkoa wa Rukwa, utatusaidia vile vile kujenga vituo vya kupoza umeme katika namna ya kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme katika mikoa ya Iringa, katika mkoa wa Mbeya, katika mkoa wa Songwe, lakini vile vile katika mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Rukwa, serikali iko kazini kuhakikisha kwamba gridi inafika katika mkoa wa Rukwa. Mheshimiwa Spika, katika mikoa ya Mtwara na Lindi, tayari mkandarasi yupo site, na tunawasikia Mheshimiwa mbunge wa Tunduru Kusini akisema jana kwamba mkandarasi alikuwa ameondoka site kwa takriban miezi 4. Mheshimiwa Spika, mradi wa kupeleka umeme katika mkoa wa Mtwara na Lindi ni kipaumbele katika serikali ya awamu ya 6. Mkandarasi sasa amerudi site na mradi huu umeanza kwa kujenga njia ya umeme kutokea Songea kwenda Tunduru, Masasi hadi Maumbika. Kwa niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Mtwara na Lindi, swala la kupeleka gridi katika mkoa hiyo kwa kweli ni swala la kipaumbele na mkandarasi yupo site, na taarifa njema ni kwamba tarehe 25 tumeanza kulipa fidia katika eneo la Tunduru hadi Masasi takriban bilioni 4.6, na eneo lililobakia la Songea kuelekea na Mtumbo na Tunduru tutaendelea kulipa fidia hiyo ya takriban bilioni 2.7. Kwa hiyo niwahakikishie wananchi wa mikoa ya Mtwara na Lindi, bado swala la kupeleka gridi katika mikoa hiyo ni kipaumbele na kazi hiyo inaendelea. Mheshimiwa Spika, katika mkoa wa Kagera kazi pia inaendelea kupitia kujenga njia ya kusafirisha umeme ya Benako Kiaka. Kwa hiyo na kwenyewe pia miradi ya kupeleka gridi inaendelea. Mheshimiwa Spika, katika mkoa wa Katavi kwa kweli mradi uko katika hatua za mwisho kabisa. Tuna imani ndani ya mwezi mmoja maximum gridi itakuwa imefika katika mkoa wa Katavi. Kwa hiyo katika mikoa yote hii, Mheshimiwa Spika, kazi hii inafanyika na inakamilika katika serikali ya awamu ya 6. Ni kuonyesha commitment ambayo Mheshimiwa Rais anayo ya kutaka Watanzania wote waendelee kupata umeme wa uhakika. Na jambo la kushukuru sana, katika awamu hii ya 6 ndipo ambapo pia na gridi imefika katika mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo ni kuendelea kuwathibitishia
swala la kupeleka umeme katika mikoa ambayo haijaunganishwa na gridi ni kipaumbele katika serikali ya awamu ya 6. Wakandarasi wapo site na umeme utafika. Mheshimiwa Spika, mojawapo ya hoja ambazo zimezungumzwa pia na waheshimiwa wabunge ni kuhusiana na umeme wa visiwani. Mheshimiwa Spika, tunavyo visiwa takriban 118 ambavyo kwa kweli waheshimiwa wabunge wamekuwa wakilalamikia kuhusiana na masuala ya umeme. Na mimi nakubaliana nao pia. Katika kwa mfano tumewasikia wabunge wa Ukerewe wakisema, na kwa kweli ni kweli kabisa, kulikuwa kuna visiwa pale takriban 20, kulikuwa kuna mkandarasi anaitwa Jumeme, serikali ilimwezesha kwa fedha takriban bilioni 2.1 miaka ya 2017 huko nyuma, na kwa ajili ya kuweka mifumo jua. Lakini sasa mradi ule umekuwa una changamoto kiasi cha kufanya wananchi wasiendelee kupata umeme wa uhakika. Tumewasikia waheshimiwa wabunge. Na ndio maana serikali imetoa fedha kwa ajili ya kupeleka mifumo mingine ya jua ya umeme katika visiwa 118. Na visiwa hivyo havitakuwa tu Mwanza, ni visiwa ambavyo vipo katika mikoa zaidi ya 5 ambayo yote watapelekewa mifumo ya umeme jua. Lakini mahususi kwa ajili ya Ukerewe ambapo waheshimiwa wabunge takriban 2 wamezungumza. Ukerewe pale tunao mradi kupitia gridi imara katika awamu ya kwanza ambao unalenga kujenga kituo cha kupoza umeme pamoja na njia ya kusafirisha umeme kutoka Bunda hadi Ukerewe. Mradi huu upo na mkandarasi amepatikana. Tunaendelea kufanyia kazi ili sasa mradi uweze kuanza. Kwa hiyo kwa ndugu zangu wa Ukerewe tunataka tuhakikishie mikakati ipo kwa ajili ya kujenga kituo cha kupoza umeme na njia ya kusafirisha umeme kutoka Bunda hadi Ukerewe. Na kwa waheshimiwa wabunge ambao wanatokea katika visiwa vingine vyote, tayari serikali imetoa fedha takriban bilioni 9.89 kwa ajili ya kupeleka mifumo ya jua kwa ajili ya kuimarisha umeme, na tutatoa mifumo karibia 20,000 katika visiwa vyote hivi 118. Kwa hiyo kwa kweli tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutupatia fedha ili wananchi hawa ambao wapo katika visiwa hivi 118 waendelee kupata umeme. Mheshimiwa Spika, hoja ya mwisho ambayo nilikuwa ningependa kuizungumzia ni kuhusiana na umeme, maboresho ya umeme katika mkoa wa Dar es Salaam. Tulisikia Mheshimiwa mbunge akizungumzia kuhusiana na umeme katika maeneo ya Mbagala pamoja na Temeke. Na mimi nataka niseme ni kweli tulikuwa tuna changamoto ya katika kwa umeme. Lakini katika kufanyia kazi swala hili, Mheshimiwa Spika, katika kituo chetu cha kupooza umeme cha Mbagala kilikuwa kimezidiwa. Kulikuwa kuna transformer pale yenye uwezo wa MVA 50. Lakini kwa sasa kwa kweli wataalamu wetu wanafanya kazi usiku na mchana. Tunaweka pale transformer mpya yenye uwezo wa MVA 120 kwa ajili ya kuongeza ukubwa wa kile kituo ili wananchi wa Mbagala, Temeke, Yombo, Mkuranga pamoja na baadhi ya maeneo ya Kigamboni waendelee kupata umeme wa uhakika. Kwa hiyo niwahakikishie waheshimiwa wabunge, hususan wale ambao wanatokea katika maeneo ya Mbagala na Temeke pamoja na Yombo, Mkuranga na baadhi ya maeneo ya Kigamboni, kazi hii imefikia mwishoni. Muda wowote kuanzia sasa transformer ile itaanza kufanya kazi, na kwa kweli tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya kukatika kwa umeme. Lakini katika eneo la Kigamboni kwa kweli tuliwasikia wananchi pia wakilalamika katika fida yetu ya mwongozo, na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu alitoa maelekezo na tulitenga fedha pale kwa ajili ya kuboresha matengenezo kinga, lakini vile vile maboresho ya voltage, lakini vile vile kubadilisha baadhi ya mifumo kwa ajili ya kusaidia wananchi wa Kigamboni kupunguza tatizo la umeme. Kazi hiyo imefanyika na kwa kweli kuna maboresho na uwezeshaji mkubwa sana katika fida ile ya mwongozo pale Kigamboni, na wananchi kwa kweli wamefurahi kwa mabadiliko hayo. Ninapomalizia, Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena, kazi hizi zimefanyika vizuri sana kwa miongozo ya Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati. Na ndio maana tunaona mafanikio makubwa ambayo yapo katika sekta ya nishati. Lakini tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, katika kipindi ambacho miradi ya umeme hususan ya uzalishaji imekamilika katika historia ya taifa letu ni katika kipindi cha Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Miradi mingi ambayo waheshimiwa wabunge wanaisema hapa ya Rusumo, Kinyerezi 1 extension, bwawa la Mwalimu Nyerere na miradi mingine inayoendelea kama Malagarasi ambayo waheshimiwa wabunge wanaisema, ni miradi ambayo imekamilika
na ni miradi ambayo inaendelea kutokana na uwekezaji mkubwa na commitment ambayo Mheshimiwa Rais anayo katika sekta ya nishati. Mheshimiwa Spika, ninavyomalizia kabisa, tunaendelea kuwashukuru waheshimiwa wabunge kwa ushirikiano ambao mnaendelea kutupa, na sisi tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu basi atujalie ili tuendelee kufanya vizuri shughuli zetu, na vile vile ninawatakia kila laheri katika uchaguzi ambao unakaribia hapa karibuni. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, ninashukuru sana na naunga mkono hoja. Asante sana.